watu wote wa bara la Afrika ni namna ya kuendeleza kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Miundombinu ya nishati, miundombinu ya barabara, ya mawasiliano, fiber optic. Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka. Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David. Asante sana Halima Nyanza, bila shaka hujambo msikilizaji. Meya wa Kiev amesema mji mkuu wa Ukraine umeshambuliwa kwa makombora ya balistiki ya Urusi. Mashuhuda wanasema walisikia milipuko jijini Kiev muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko siku ya Jumatano, baada ya jeshi la anga la Ukraine kugundua makombora kadhaa yakielekea eneo hilo. Ripoti nyingine zinasema kwamba miundombinu na maghala katika mji mkuu huo ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa katika bahari ya Shamu karibu na pwani ya Yemen. Waziri wa usafirishaji wa India Sabanande Sonowal amesema kwamba meli hiyo MSV Faiznor Olia ilipinduka na kuzama baada ya kupigwa na kitu kinachodhaniwa kwamba ni bomu. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Yemen kiliwaokoa wafanyakazi 14 ambao wengi wao ni raia wa India. Wizara ya mambo ya nje mjini Delhi imelaani shambulio hilo na kusema kwamba kitendo hicho cha kulenga meli za kibiashara katika eneo hilo ni lazima kikome. Takriban tembo 15 wamekufa nchini Kenya ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika tukio ambalo wataalamu wanaeleza kwamba ni upotevu wa maisha usio na kifani. Mamlaka ya wanyama pori nchini Kenya inachunguza vifo hivyo na imesema kwamba kemikali ya cyanide inayotumika katika dawa za kuua wadudu kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu huenda ndiyo sababu iliyopelekea kuingia mwilini na bila kukusudiwa. Hata hivyo, wanaharakati wa uhifadhi nchini Kenya wameambia BBC kwamba tembo hao wangehitaji kula nyasi kiasi kikubwa cha kemikali hiyo ili waweze kufa. Mamlaka za Kenya zinasema bado hazijaondoa uwezekano wa sumu hiyo kuwekwa kwa makusudi. Na mamlaka mjini California zimebainisha kuwa zimemkamata mwanaume aliyeonekana kuwa karibu na uwanja wa gofu unaomilikiwa na Donald Trump katika eneo la Los Angeles. John Tyle alionekana akizunguka katika uwanja wa gofu wa Trump National siku ya Jumapili, siku mbili kabla ya rais kuhudhuria hafla ya chakula cha jioni cha kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Republican katika eneo hilo. Maafisa wanasema kwamba Tyle alikuwa na bastola iliyokuwa na risasi ndani ya gari lake. Alizuiliwa kwa kosa la kubeba silaha ya moto iliyofichwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera na CJFM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedo FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia leo kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, mtu mmoja ameuawa huku wengine 12 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji huo wenye wakazi takriban milioni 3. David Nkia tena. Mamlaka ya kijeshi mjini Kiev imesema kwamba maeneo 7 yalilengwa katika mashambulio hayo yaliyoanza muda mfupi baada ya saa 6 usiku. King'ora cha tahadhari ya mashambulizi ya angani kilisikika kwa zaidi ya saa moja, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikijaribu kuyazuia makombora hayo. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema jengo moja la ghala karibu na katikati ya jiji limeharibiwa kabisa. Maafisa wa uokoaji wamefanikiwa kuwaokoa watu 2 kutoka kwenye vifusi, lakini hofu ipo bado kwamba kunaweza kuwa na
watu wengine walionaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni dereva wa gari la wagonjwa aliyekuwa kazini wakati wa shambulio hilo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika maghala na maeneo ya kuhifadhi bidhaa. Pembezoni mwa jiji, moto mkubwa ulizuka baada ya makombora kuanguka, huku vipande vya kombora lililorushwa vikidondokea karibu na jengo la makazi. Wakati huu mamlaka za jiji hilo zimesema kwamba shambulio hilo lilisababisha kuvuja kwa gesi ya amonia, jambo lililozua wasiwasi mkubwa wa usalama. Mashambulizi haya ni miongoni mwa yale ya karibu ambayo Urusi imekuwa ikilenga dhidi ya Kiev katika wiki za hivi karibuni. Mwezi uliopita pekee, mji huo ulishuhudia mashambulizi kadhaa, hali inayoonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kijeshi wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea bila dalili za kumalizika. David Nkya. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo ya bara la Afrika ikiwemo nishati safi, miundombinu ya kidijitali na usafirishaji, huduma za afya, ushirikiano wa kikanda pamoja na ufadhili wa miradi ya miundombinu unaanza leo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jukwaa hili pia linatarajiwa kutoa nafasi kwa ajili ya kutangazwa kwa uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika, huku Tanzania ikijipambanua kama kitovu cha uwekezaji katika ukanda huu. Martha Saranga amezungumza na Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Umar kuhusu umuhimu wa mkutano huu na fursa zinazotarajiwa kupatikana. Africa 50 ni taasisi ambayo ilianzishwa na wakuu wa nchi za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa madhumuni mahsusi ya kuziba pengo la uandaaji wa miradi ambayo inafikia kiwango cha kukubalika na taasisi za fedha za kimataifa, taasisi za fedha za maendeleo. Kwa mkutano wenyewe ambao unafanyika Tanzania utakuwa hasa mkutano hasa ulilengwa ulikuwa ni wanahisa. Kwa hiyo taasisi yenyewe inamilikiwa na mataifa ya Afrika pamoja na benki hiyo ya maendeleo ya Afrika na baadhi ya wadau wengine, lakini zaidi ni nchi za Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa wanahisa wanakusudia kukutana kwa ajili ya mkutano wao wa mwaka. Mkutano huu una umuhimu gani hasa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki? Umuhimu wake unakuja kwa sababu bara la Afrika bado lina nakisi kubwa ya miundombinu. Tumekuwa tukiwekeza kwa mujibu wa uwezo tulionao katika miundombinu mbalimbali, iwe ni barabara, miundombinu ya bandari na viwanja vya ndege, miundombinu ya mawasiliano, miundombinu ya reli, miundombinu ya huduma za jamii, afya, maji, elimu na mingine. Lakini bado ukilinganisha na mabara mengine duniani, bado Afrika tuna pengo kubwa sana la miundombinu. Ni nani hasa washiriki na kuna ajenda gani mahususi ambazo zitamgusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja? Tutakuwa na mawaziri wa fedha ambao ndio wanawakilisha kama magavana katika taasisi ya hii Africa 50, lakini tutakuwa na wawekezaji hasa wa kitaasisi. Benki yenyewe ya Maendeleo ya Afrika, taasisi yenyewe inaongozwa, mwenyekiti wa taasisi ya Africa 50 ni rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo naye atakuwepo. Mkutano unawagusa wananchi na sio tu wananchi wa Tanzania, unawagusa wananchi wa Afrika kama nilivyosema, kwa sababu yanayozungumzwa ni namna ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Kwa hiyo tukizungumzia miundombinu ya nishati inamgusa kila mtu. Miundombinu ya barabara, kila mmoja na kilio cha barabara. Ikiwa ni bandari na viwanja vya ndege ni hivyo hivyo. Ya mawasiliano, fiber optic na mingine ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika. Kwa namna gani sasa unaona mikutano kama hii italeta tija hasa ya kiutekelezaji na utendaji wa ajenda zinazopangwa na mikakati inayopangwa ili kuwa na matokeo? Lazima matokeo yameendelea kuwepo na ni masa. Moja ni kwa sababu kwa mfano kuna mfuko maalum ambao ulianzishwa kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika na tayari una wawekezaji wa kitaasisi, institutional investors takriban 26, na kati yao 23 wanatoka katika bara letu la Afrika. Wawekezaji wengine wa kimataifa 3 wamepata shauku na yao kuja kuwekeza, na moja ya hati ambazo zitakuja kusainiwa na wawekezaji wa taasisi inaitwa British Investment Infrastructure Investment, ambayo international investment, ambayo ni ya Kiingereza. Kwa hiyo tunapata wawekezaji kadhaa wa sekta binafsi na wa kitaasisi ambao wako tayari kuja kuwekeza katika miundombinu katika bara la Afrika. Ni Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Umar kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga.
Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia hatua muhimu baada ya Baraza la Usalama la umoja huo kufanya duru yake ya kwanza ya kura za siri za majaribio ili kupima uungwaji mkono wa wagombea wanaowania nafasi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikutana kwa kikao cha faragha ambapo kwa kutumia kura za siri walieleza ikiwa wanamtia moyo mgombea au hawamtii moyo kuhusu kila mmoja wanaowania nafasi hiyo. Matokeo ya kura hizo hayatangazi rasmi kwa umma. Ili mgombea aweze kupendekezwa rasmi kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa, anapaswa kupata angalau kura 9 za kuungwa mkono na kuepuka pingamizi kutoka kwa mojawapo ya mataifa matano yenye kura ya turufu: Uchina, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo Ngei, ambaye nchi yake ilikuwa ikiongoza Baraza la Usalama mwezi uliopita, amesema duru inayofuata ya kura hizo itaandaliwa siku zijazo chini ya wenyekiti wa Denmark ambayo inaongoza baraza hilo mwezi huu. Akizungumza baada ya kura hizo za siri, amesema wagombea watajulishwa matokeo kupitia kwa wawakilishi wa kudumu yaliyowateua, huku rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa naye akipokea taarifa kuhusu hatua hiyo. Kwa kuzingatia mchakato wa uchaguzi zilizopita, kura hizo zinatarajiwa kuendelea katika miezi ijayo hadi mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba. Hata hivyo, mchakato huu unaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika na wengi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliingia madarakani Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa tena mwaka 2021. Muhula wake wa sasa unamalizika mwishoni mwa mwaka huu. Wagombea 7 wanawania nafasi hiyo ya katibu mkuu. Miongoni mwao ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, na mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi kutoka Argentina, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Sasa macho yote ya dunia yanaelekezwa mjini New York kusubiri kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono unaohitajika kuiongoza taasisi hiyo kubwa zaidi ya katika kipindi kijacho. Naam, ni Robert Kipto ambaye anabaki hapo hapo tena kukuletea habari za michezo. Rais wa shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameitisha kikao cha watendaji wa kamati kuu ya shirikisho hilo mjini Rabat nchini Morocco baadaye hii leo, huku akikabiliwa na ukosoaji mkubwa kufuatia mpango aliokuwa umependekezwa kuuza sehemu ya hisa za kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji wa kibinafsi, mpango ambao sasa umefutwa. Mkuu wa maendeleo ya kimataifa wa FIFA, Arsene Wenger, amesema uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Hatua hiyo imeibua wito kutoka kwa baadhi washikadau wa soka ambao wanamtaka Infantino ajiuzulu. Nchini Chile, kipa wa Cape Verde Vozina, ambaye aliwashangaza wengi katika kombe la dunia, ametambulishwa rasmi na klabu ya Colo-Colo, mabingwa wa kihistoria nchini humo. Akizungumza wakati wa utambulisho wake mjini Santiago, Vozina alisema siku zote aliamini angeichezea klabu kubwa. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 40 alipokelewa na mashabiki wengi uwanjani na uongozi wa klabu umepanga hafla maalum ya kumkaribisha. Mamlaka nchini Scotland zinasema zinafuatilia wanamichezo kadhaa walioshiriki katika michezo ya Jumuiya ya Madola waliopotea baada ya mashindano hayo kumalizika mjini Glasgow. Polisi wamesema baadhi ya washiriki bado hawajulikani walipo. Ripoti zinaelezea kuwa baadhi ya mabondia kutoka Uganda na Pakistan wanaweza kuwa wanakusudia kuomba hifadhi nchini Uingereza. Katika mashindano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa wanawake WAFCON, Cote d'Ivoire imefuzu kwa robo fainali bila kupoteza mechi baada ya kuifunga Tanzania kwa mabao 2-1. Twiga Stars waliingia kwenye mchezo huo wakihitaji ushindi ili kufuzu moja kwa moja kwa hatua hiyo, lakini walikosa huduma za Asnath Ubamba ambaye alikuwa anatumikia adhabu ya kufungiwa nje baada ya kupewa kadi ya njano. Katika mechi nyingine, Afrika Kusini imefuzu kwa robo fainali baada ya kuifunga Burkina Faso kwa bao 1-0. Ushindi huo unamaanisha kuwa Banyana sasa watakutana wenyeji Morocco katika hatua ya robo fainali. Na katika taarifa za usajili, klabu ya Trabzonspor ya Uturuki imethibitisha kuanza